Na tunaendelea kuliangazia janga hilo ambapo tunaarifa kwamba mashirika kadha yasiyo ya kiserikali yametangaza siku ya Jumatatu kuongeza jitihada za kutengeneza chanzo kwa ajili ya kirusi cha Ebola kinachosababisha mlipuko wa sasa wa maradhi hayo hatari nchini DRC. Tangazo hilo limetolewa wakati viongozi wakuu wa shirika la afya duniani WHO wakiwa nchini Kongo kufuatia juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Mwenzangu Rashid Chilumba alizungumza na Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa WHO kanda ya Afrika aliyoko ziarani huko Kongo, na kwanza alimuuliza kuhusu alichokiona na hisia za wananchi wa kawaida. Wana wasiwasi kwa sababu bahati mbaya unapomwambia mwananchi wa chini kule kwamba hamna chanjo, yeye anachukulia sasa kama hamna chanjo then hamna nani hapa, lakini sio kweli, kwa sababu tunaweza kutoa huduma zingine kwa kurudishia drip maji ukapata kuna tatizo la homa tukakupa dawa za homa. Na jana tumetoa discharge kwa wagonjwa 4. Hawa ni wafanyakazi wa afya ambao walipata hili tatizo wakati wanahudumia watu bila kujua hawa wana Ebola. Kwa pale Mwampara tulidischarge mmoja. Kwa ujumla tumeshatoa ruhusa kwa watu 5 kurudi nyumbani. Profesa, hizo ni habari za kutia moyo sana kwamba wagonjwa karibu 5 mmewaruhusu baada ya kuwa wamepata maambukizi ya Ebola. Mnafanya nini kuongeza uwezo wa kuwatibu wengine? No, tunaendelea kufungua vituo kwa sababu pale mwanzo kwa sababu ya kutojua hili tatizo wagonjwa walikuwa wanachanganyika. Yaani mwenye malaria yuko wodi hiyo, mwenye nani yuko hiyo, lakini sasa kupitia serikali yenyewe imeanza kutenga hawa wagonjwa na tunawasaidia vile vile na sisi kutoa msaada wa kutenga hawa wagonjwa. Nani mgonjwa, nani tunamshuku na nani hahusiki kabisa. Hiyo moja. 2, tukisha kujua kuna tatizo kabisa kubwa, mimi ninaloomba wananchi wa pale niliomba sana, tafadhali ukiona dalili yoyote toa ripoti kwenye kituo cha afya. Kuna hatari kwa nchi nyingine jirani na Kongo kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki kukumbwa na mlipuko huu wa sasa Ebola? Tunafahamu Uganda imekwisha ripoti visa kadhaa vya ugonjwa huo. Hilo chansi zipo kwa sababu Uganda walipataje? Kwa sababu ya mwingiliano wa wananchi. Kwa hiyo tumecategorize, kuna nchi 11 hizi za majirani hapa, zote tumezipa tahadhari. Lakini naomba kusema kubwa, kufunga mipaka sio jambo jema, kwa sababu sasa watu watatumia njia za panya. Kwa hiyo kubwa kwamba mipaka iendelee kuwa wazi ili watu wapite kwenye njia ambazo ni rasmi, wapimwe na ni joto, ili ukionekana joto liko juu unawekwa pembeni kwa ajili ya kunani. Lakini kufunga mipaka, hamna tafiti yoyote duniani inaonyesha kwamba ukifunga mipaka utasaidia. Actually unaongeza tatizo la Ebola. Miundombinu hiyo ya kusaidia kupima wale wanaoingia kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa tathmini ambayo mmeifanya ipo katika nchi zinazopakana na Kongo? Nafikiri nchi zote zinazo hivyo vipimia sema labda swali uulize vitatosha kwa watu wanaovuka. Sasa hilo ni swala lingine kabisa ambalo serikali rasmi za nchi zote hizo ikisaidiana na mashirika mengine yote ya Umoja wa Mataifa na yale yasiyokuwa na Umoja wa Mataifa, CDC ya Afrika, nafikiri kwa pamoja tunaweza katika vitu ambavyo sisi kama taasisi tunaweza tukasaidia hizo nchi.